Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi, raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi msikilizaji ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu tuandamane. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Licha ya kuiongoza Tanzania vizuri, lakini vile tulikuwa tunamuona kama kiongozi aliyependa Waafrika wote kwa pamoja. Hakujali kwamba wewe ni Mnyarwanda umekimbilia huku, wala ni kabila gani, ni mwananchi wa nchi gani. Alimuona Mwafrika kama kitu kimoja. Hii leo Tanzania inaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa na mwalimu wa maadili, umoja na utu wa Mwafrika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Kenneth Wandera. Shukran Ann Ngugi. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Cameroon, Issa Bakari Chiroma, amejitangaza kushinda kura ya urais nchini humo. Chiroma wa miaka 76 alikuwa msemaji wa serikali na pia waziri wa leba katika utawala wa Rais Paul Biya. Wawili hao walitofautiana na mwanasiasa huyo kujiunga na upinzani. Chiroma alipata uungwaji mkono na mashirika ya kijamii na kuunda muungano wa vyama vya upinzani. Baada ya kujitangaza mshindi, Chiroma alimuomba Rais Biya kuridhia kushindwa katika uchaguzi wa sasa. Paul Biya ndiye kiongozi mkongwe zaidi duniani kuwania urais akiwa na miaka 92. Mzee Biya anawania kwa awamu ya 8. Tume ya uchaguzi ya Cameroon ndiyo inayomuidhinisha mshindi wa urais na itachukua majuma kadhaa kabla ya kumtangaza mshindi wa kura ya sasa. Nchini Guinea Bissau, naye kiongozi mkuu wa upinzani amekosa kuidhinishwa kushiriki katika uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka. Domingo Simio Pereira, aliyewahi kuwa waziri, yupo kwenye orodha ya wagombea urais iliyotangazwa na mahakama ya juu nchini humo. Pereira anaongoza muungano wa vyama vikuu vya kisiasa chini ya mwavuli wa Paiteranka, ambapo kipo chama kongwe kilichounda utawala punde tu baada ya uhuru wa Guinea Bissau. Mahakama ya juu aidha ilipiga marufuku muungano huo wa vyama vya upinzani kuwania nyadhifa za ubunge zilizofanywa awali mwaka huu. Orodha ya wagombea inajumuisha rais wa sasa Umar Sisoko Embalo na rais wa zamani Jose Mario. Zaidi ya wakazi 100,000 wameachwa bila makao kufuatia mafuriko katika jimbo la Jonglei, Sudan Kusini. Makundi ya kutoa misaada yameonya huenda watu 400,000 wakapoteza makao kutokana na mafuriko ya sasa. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema shughuli za misaada zimekwamishwa kutokana na mvua kubwa inayonyesha eneo hilo. Raia wengi wa Sudan Kusini hutegemea msaada kutoka kwa mashirika ya kimataifa. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni msaada umepungua kutokana na uhaba wa wafadhili kutoka mataifa yaliyostawi. Wapiganaji wa kundi la waasi la ADF kutoka Uganda wameshambulia vijiji mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makumi ya wanavijiji wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa katika mashambulio ya sasa. Awali kundi la ADF liliwashambulia waombolezaji waliokuwa kwenye msafara wa mazishi huko Kivu ya Kaskazini na zaidi ya raia 60 kupoteza maisha. Waasi wa ADF walitokea Uganda na wamekuwa wakishika doria katika misitu ya Kongo inayopakana na Uganda tangu miaka ya 90. Na huko Nairobi, afisa wa usalama anayelinda ikulu nchini Kenya ameuawa nje ya lango la ikulu baada ya kushambuliwa kwa mkuki. Jeshi la polisi la Kenya limethibitisha raia mmoja alifika nje ya lango la ikulu akitaka kuingia. Alipotakiwa kujitambulisha, alitoa mkuki na kushambulia afisa wa polisi. Afisa huyo aliyetambuliwa kama Ramadhan Matanka alifariki dunia wakati akipokea matibabu. Shambulio hilo limezua mjadala kuhusu mapungufu ya usalama wa ikulu nchini Kenya, eneo linalosifika kwa kuwa na ulinzi mkali. Kwako Ann Ngugi.
Na moja kwa moja tuingie kwenye taarifa kuu ambayo tumeipa kipaumbele, ambapo tunaanzia Tanzania, ambapo hii leo ni siku maalum ya kumbuka ama kumbukizi ya muasisi wa jamhuri hiyo ya muungano, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania imetenga siku hii kama kumbukumbu kwa mchango wake kwa taifa na bara nzima la Afrika. Mwalimu Nyerere ameenziwa sana sio tu Tanzania, lakini bara nzima la Afrika kutokana na azimio lake la kuunganisha Afrika kuwa na sauti moja, mwelekeo mmoja na ndoto moja. Baadhi ya mataifa ambayo yanaadhimisha siku hii nje ya Tanzania ni pamoja na nchi kama Kenya, Zambia, Msumbiji, Ghana, Ethiopia na Nigeria, miongoni mwa mataifa mengine nje ya Afrika. Huyu hapa George Jogopa anaangazia siku hii muhimu kwenye ripoti yake akiwa mjini Dar es Salaam, Tanzania. Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini ambao ni wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Leo imetimia miaka 26 tangu muasisi wa taifa la Tanzania, baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere aage dunia, na kwamba miaka 26 imeshuhudia taifa hilo likivuka mito na mabonde kuanzia ile nyasura ya kisiasa mpaka maendeleo jumla ya jamii. Mwalimu Nyerere aliyeshiriki pia kupigania uhuru wa mataifa yaliyoko kusini mwa Afrika anatizama kama kio. Wakati leo Tanzania wakikumbuka kifo chake, nyuma ya pazia kuna mengi ya kumulikwa kuhusu kiongozi huyo aliyekuwa mstari wa mbele kupigania haki na kukemea rushwa. Wakati wa utawala wake alijitanabisha kama kiongozi aliyojenga mifumo imara kuanzia demokrasia na utawala wa kweli. Ingawa aling'atuka baada ya kukaa madarakani kwa zaidi ya miongo miwili, Mwalimu Nyerere aliendelea kusalia kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ndani na nje ya nchi. Ndiye muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea iliyotangazwa hasa katika azimio la Arusha. Ama kabla ya kuingia katika siasa alikuwa ni mwalimu, kazi ambayo ndio iliyompatia jina ambalo lilimkaa maishani mwaka yote mpaka anafariki dunia, yani Mwalimu Nyerere. Katika harakati zake za kisiasa, kwanza aliongoza Tanganyika kutoka mwaka 1961 hadi 1964 kama waziri mkuu, halafu kama rais. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar aliongoza Tanzania kuanzia mwaka 1964 hadi mnamo mwaka 1985 kama rais, na baadaye aling'atuka. Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache barani Afrika ambao wameacha madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda mrefu, akiwa bado anapendwa na wananchi wake. Alipostaafu urais mnamo mwaka 1985 alirudi kijijini kwake Butiama ambako aliendesha shughuli za kilimo. Hata hivyo aliendelea kuwa na ushawishi wa kipekee katika siasa za Tanzania hadi kifo chake. Kwa ruhusa makao makuu ya Kanisa Katoliki duniani, jimbo la Katoliki la Msoma lilianza kushughulikia hatua ya kumtangaza mwenye heri na hatimaye mtakatifu. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mnamo mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama wilayani Msoma, mkoa wa Mara, Tanzania, wakati huo ikiitwa Tanganyika. Alikuwa mmoja kati ya watoto 26 wa Nyerere Burito, chifu wa kabila la Wazanaki. Alipokuwa mtoto, Nyerere alichunga mifugo ya baba yake, na katika umri wa miaka 12 aliingia shule akitembea kilomita 30 hadi Msoma kwa ajili ya masomo yake ya awali. Baada ya kumaliza shule ya msingi, aliendelea kusomea shule ya wamishonari wa Katoliki huko Tabora. Katika umri wa miaka 20 alibatiza kwa Mkristo Mkatoliki hadi mwisho wa maisha yake. Kutokana na kutambua umahiri wake pamoja na uwezo mkubwa darasani, mapadri walimsaidia kusomea walimu huko Makerere, Kampala, Uganda, kuanzia mnamo mwaka 1943 hadi 1945. Ama alikuwa mpenzi mkubwa usomaji vitabu, akiwa ameandika machapisho 14 huko, pia akichapisha na kutafsiri machapisho mengine 56 katika anga za kimataifa. Leo Watanzania wanakumbuka kifo chake katika wakati taifa likiwa katika heka za kuelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao hata hivyo umesusiwa na chama kikuu cha upinzani Chadema kwa madai ya kutaka kwanza kufanyika mageuzi katika mifumo ya uchaguzi. Na kikubwa zaidi, baba wa taifa anakumbukwa leo ikiwa ameacha taifa likiwa katika hali ya umoja, utulivu na mshikamano. Mimi ni George Jogopa. Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake. Hatuulizi hata kidogo. Tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Jijini Dar es Salaam, katika shule ya sekondari ya Pugu, ndipo kilikuwa kituo chake cha kazi kabla ya kuambiwa na mwajiri wake, serikali ya Kiingereza, kwamba achague mmoja kama ni siasa ama kuwa mwalimu,
na akachagua siasa na kuacha kazi. Nyumba aliyoishi Mwalimu Nyerere wakati huo, kwa sasa anaishi Mwalimu Cheyo shule na kuendelea kuwa sehemu ya historia ya maisha ya Mwalimu Nyerere. Pamoja na kuwa ni mwalimu, lakini bado huyu mwalimu kwa jina Cheyo ndiye anayeelekeza historia ya wageni mbalimbali ambao hufika shuleni hapa kuifuatilia historia ya Mwalimu. Amezungumza na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Namna ninavyoweza kuzungumzia hisia zangu juu ya kuishi kwenye nyumba alimoishi rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiukweli ninajisikia vizuri sana. Najisikia vizuri kwa sababu nimepata bahati ambayo yamkini watu wengi wangetamani kuwa nayo, ya kuishi sehemu ambayo aliishi shujaa huyu wa Afrika, na kwa kweli naweza kusema najiona ni mwenye bahati katika miongoni mwa Tanzania wengi. Wageni wanapokuja hapa wanauliza nini zaidi kuhusu Mwalimu, na kuna kitu gani wengi wanakishangaa kujua kuhusu maisha yake ya kawaida hapa nyumbani kwake Pugu Sekondari? Wageni wengi wakifika katika nyumba hii wanapenda kwanza kuhakikishiwa kwamba ni kweli aliishi hapa huyu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi na mimi na kufanulia na kuonyesha uthibitisho uliopo, ambapo kuna hilo bango limewekwa na makumbusho ya taifa, lakini pia ndani ya nyumba kuna alama ya mwenge wa uhuru ambao ilikuwa ni urithi au ni tunu ya taifa yetu mpaka sasa. Lakini pia tunajitahidi kwa kufanulia kwamba huyu mtu kabla hajakuwa rais alikuwa mwalimu wa shule hii ya Pugu wakati kiitwa St. Francis College. Kwa kweli wanaamini na asilimia kubwa wanashangaa kwamba kweli rais wa nchi ijawa namna ile, kwa namna ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa alivyo, na kwamba hapa ndipo alipoishi, alifanyia kazi. Wengi wanashangaa sana. Wengi walifikiri labda ametokea kwenye maisha ambayo ya juu sana. Ya viongozi wengi wa Afrika hasa kipindi cha awali au mwanzoni mwa ukombozi wa bara Afrika walikuwa ni kutoka familia za machifu, walikuwa kutoka familia za kitajiri, majumba mazuri, lakini wakaangalia sema ambao alitokea Mwalimu Nyerere ni kawaida kabisa, ni mwalimu wa kawaida, alikuwa anaishi maisha sasa na Tanzania wengi wa Tanganyika wengine. Basi wengi wanashangaa, lakini ndio ukweli wenyewe huo. Ukiangalia sasa uongozi barani Afrika, unaona kuna aliyerithi maadili ya Mwalimu. Kitu gani hasa viongozi wa leo wanapaswa kujifunza kutoka kwa Mwalimu, hasa kuhusu maisha rahisi, maadili na uzalendo? Ukiangalia viongozi wa sasa wa Afrika aliyerithi namna ya uongozi wa Mwalimu, kwa kweli kwa zama hizi naona hakuna. Mwalimu alikuwa kinyume na masuala ya kibepari, hasa ugandamizaji wa haki, lakini pia na kutokuwapa fursa za kiuchumi wananchi walio wengi. Nikiangalia viongozi wengi wa bara Afrika leo ni kama vile wamejisahau katika hilo, au sera zimebadilika kwa lengo la kufeva au kulalia zaidi upande wa magharibi, ambapo enzi za Mwalimu ilikuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hali ilivyo kwa sasa, kwa kweli hakuna viongozi wa Afrika ambao wanarithi namna yake ya kiongozi. Hakusana wanapaswa kufanya nini? Kwa kweli mimi nadhani Mwalimu Nyerere ni kioo, ni tunu isiyofutika. Baadhi ya watu wanasema Mwalimu Nyerere amekataa kufa kwa maana legacy ama urithi alioacha kwa Tanzania na vizazi vyetu ni vitu ambavyo haviwezi kufutika kwa urahisi. Kwa hiyo viongozi wa Afrika wanapaswa kurithi uzalendo. Huyu ni kiongozi ambaye aliangalia zaidi taifa kuliko yeye mwenyewe. Hakupenda kujilimbikizia mali, hakupenda kuwatanguliza ndugu zake, watoto zake mstari wa mbele. Yeye mwenyewe alipenda tu kila mmoja katika taifa ajisikie kwa ni Tanzania au ni Afrika. Alifanya kazi kwa kujali usawa, kila mtu aitoa nafasi sawa kwa raia wote. Mradi una uwezo angeweza kukaa sehemu yote kwa kiongozi. Hakuwa mtu na upendeleo hata kidogo. Ningetamani kitu kama hiki kwa kweli viongozi wetu wa Afrika sasa waendeleze tunu nzuri. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa msikilizaji kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni mtangazaji wako wa zamu, Ann Ngugi.
Tukisonga mbele ni kwamba vijana nchini Uganda wamewataka viongozi wa Afrika kuiga mfano wa hayati Mwalimu Julius Nyerere, muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mmoja wa viongozi wa Afrika wanaoheshimika zaidi. Wito huo umetolewa wakati sherehe za Nyerere Day zilifanyika katika chuo kikuu cha Makerere, Kampala, Uganda. Huyu hapa mwanahabari Sadam Mobale aliyehudhuria dhifa hiyo ya Mwalimu Nyerere na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kituo cha uongozi cha Julius Nyerere katika chuo kikuu cha Makerere kimeadhimisha siku ya Nyerere, ambapo wanafunzi, viongozi na wanazuoni walikusanyika kuadhimisha maisha na mchango wa Mwalimu Julius Nyerere. 14 mwezi wa 10 kila mwaka watu tunasherehekea kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Utaona namna gani alivyoitafuta uhuru wa Tanzania mpaka kuhakikisha pale ambapo imefikia, na yeye mwenyewe pia kukubali kung'atuka na kuweka utaratibu mzuri ambao sasa nchi ya Tanzania inaongozwa kwa katiba, na kila baada ya kipindi fulani kunakuwa na uchaguzi kama hivi karibuni unapoenda kufanyika. Na hilo nafikiri ni sehemu kubwa sana, na hata ile kuhakikisha kwamba ukabila haupo Tanzania ni sehemu kubwa sana, zaidi ya makabila 100 kwenye nchi moja, kuhakikisha wanaongea lugha moja ya Kiswahili, ikiwa ni moja ya sera yake, kuhakikisha kwamba wote mtakaa kwenye lugha moja, lakini pia kabila lako utaendelea kuwa nalo, lakini utabaki kwenye lugha yako moja ya Kiswahili. Kwa kweli nimejifunza mingi sana katika sherehe hizi za kumsherehekea Mwalimu Nyerere. Nikiwa kama ni Mtanzania nimejivunia sana, na kiukweli imekuwa ni kama chachu ya sisi vijana tuliokuwa katika nchi yetu. Tunaona ni jambo zuri sana kwa kuwa tunaona rais wa nchi yetu anasherehekea katika nchi geni. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Vijana wametoa wito kwa viongozi wa bara la Afrika kuiga unyenyekevu wa Nyerere na falsafa zake za ujamaa. Rushwa. Mwalimu aliweka kipaumbele zaidi katika kutokomeza mambo ya rushwa. Rushwa ni mbaya sana. Kwa hiyo Mwalimu aliweza kutokomeza rushwa na kupinga umaskini. Hayo ni mambo ambayo mimi binafsi ningependa kuiga. Na hata hivyo, hapa nikimaliza shahada yangu ya pili ya nishati, uchumi na utawala, natamani sana nikirudi nyumbani nikaanzishe mambo mbalimbali kwa lengo la kutokomeza umaskini, kuanzisha mambo mbalimbali kwenye mambo ya nishati ili kuweza kuenzi kile kitu ambacho Mwalimu aliweza kukijenga cha kutokomeza umaskini. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uongozi cha Julius Nyerere, Daktari Nansozi Muwanga, alisitiza umuhimu wa kuiga Mwalimu na dhamira ya kituo hicho katika kukuza kizazi kipya cha viongozi wenye maono katika bara zima kwa maadili na miongozo ya Mwalimu Nyerere. We've been able to train so far over 1,300 young people. Katika miaka ya karibuni tumeanzisha mtaala kwa wanafunzi ambapo wanafahamishwa kuhusu sera za Mwalimu Nyerere na taswira ya uongozi wake. Hii inawasaidia wanafunzi kutazama uongozi kwa upana, hususan uongozi unaowajibika katika kuwahudumia vyema watu katika jamii. We had started actually going down a little bit. Ushawishi wa Mwalimu Nyerere unaendelea kuonekana kote Afrika. Mchango wake uliokita mizizi katika maadili ya umoja na kujitegemea unabaki kuwa mwanga kwa viongozi wanaochipukia. Sasa umuhimu wa siku ya leo ni kwamba tunaangalia falsafa ya Mwalimu. Tunaangalia urithi Mwalimu aliotuachia jamii yetu ya Kiafrika. Sisi kama Wanaafrika na kama wana majumui kwa maana ya Pan-Africans. Kwamba Mwalimu falsafa yake ilikuwa ni sio tu ya kuangalia Tanzania inahitaji nini peke yake, lakini alikuwa anaamini kabisa kwamba uhuru wa Tanzania bila uhuru wa nchi nyingine za Kiafrika, Tanzania sio huru. Kwa sababu unapokuwa, na alikuwa anatoa mifano hiyo kwamba ukiwa unakaa wewe nyumba yako alafu nyumba jirani inaungua, wewe hujaenda kusaidia kuzima moto, wewe hapo ulipo sio salama. Mwalimu alichangia pakubwa kwa elimu, hasa katika chuo kikuu cha Makerere ambapo alikuwa mwanafunzi na baadaye mwalimu. Profesa Barnabas Nawangwe ni mkuu wa chuo kikuu cha Makerere. To celebrate one of our most prominent alumni, the first African chancellor of our... Hapa chuoni Mwalimu ana mchango mkubwa sana. Tunamsherehekea na kumwenzi kama mwanafunzi wetu, lakini pia kama mwalimu aliyefunza hapa na kuchangia pakubwa katika elimu. Pia alikuwa chancellor wa kwanza Mwafrika katika chuo hiki
wakati kilipokuwa chuo kikuu cha Afrika Mashariki. Graduate out of the university when it had become a university. Kila Oktoba 14 chuo kikuu cha Makerere hujiunga na nchi zingine barani Afrika kwa maadhimisho na kumbukumbu ya Julius Nyerere ambaye alichangia kwa ukombozi wa mataifa mengi barani Afrika dhidi ya ukoloni. Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Tukiwa bado katika siku ya Nyerere, baadhi ya raia wa Rwanda waliowahi kuishi Tanzania na kufanya kazi chini ya utawala wa Rais Nyerere wanasema uzalendo wake na kupenda Afrika kuwa nguzo muhimu ya ustahimilifu wa mataifa. Silvanus Karemera amefanya mahojiano na Dr. Musemakweli Jean Baptiste ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha urafiki wa Tanzania na Rwanda, yani Rwatafa. Tunamkumbuka sana kwa sababu kuna mambo makubwa licha ya kuiongoza Tanzania vizuri, lakini vile tulikuwa tunamuona kama kiongozi aliyependa wa Afrika wote kwa pamoja. Hakujali kwamba wewe ni Mnyarwanda umekimbilia huku wala ni kabila gani, ni mwananchi wa nchi gani. Alimuona Mwafrika kama kitu kimoja. Yeye alienzi, alikuwa ni pan-Africanist. Alikuwa anaona kwamba kila raia, kila mwananchi ana haki ya kuishi, ana haki ya kupata mambo yote yanatakiwa kama binadamu popote pale alipo, iwe nchini kwake au katika nchi nyingine ya ugeni aliko tafuta hifadhi. Kwa Mwalimu Nyerere mkumbuka kwa sababu hiyo. Kila siku hii ikifika tuna kumbukumbu ya mambo yake yote aliyofanyia kama Wanyarwanda. Enzi zake zote, tukiwa wakimbizi, tukiwa wa raia wa nchi ile, mpaka kufikia leo huwa tunamkumbuka. Ni kumbukumbu ambayo tutaisahau kama Wanyarwanda. Na umesema alikuwa ni pan-Africanist, kwa maana kwamba alikuwa ni mzalendo wa Afrika. Unapokumbuka maisha yake kama mtu ambaye kipindi hicho aliwahi kumuona kabisa, je, unaona kwamba kile alichokipigania na alichojaribu kitafuta kinaakisi maisha ya Mwafrika wa leo? Mimi naamini kabisa kwamba Mwalimu Nyerere pamoja na kutafuta uhuru wa nchi yake ya Tanzania, alihangaika sana kuhakikisha kwamba Afrika yote iliyokuwa ndani ya ukoloni inakombolewa. Unakumbuka harakati zake za vyama vya upinzani vyote katika nchi ya Afrika Kusini, ANC walikuwa Tanzania, Zimbabwe walikuwa Tanzania, Mozambique walikuwa Tanzania, Namibia walikuwa Tanzania. Makundi yote hayo yote yalikuwa yanapigania uhuru wa nchi zao. Mwalimu alisimamia kwa dhati. Hata kamati ya ukombozi wa South Africa ilikuwa Tanzania. Amini katika nchi za maikanda za Afrika Kusini, yani maana yake tunazungumzia Mozambique, tunazungumzia Namibia, tunazungumzia South Africa, tunazungumzia Zimbabwe. Kipindi kile hizo zilikuwa nchi ambazo Mwalimu ametumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba zinajikomboa, zinapata uhuru tena uhuru wa kweli. Leo hii hao wananchi wanafurahi na wanamkumbuka kwa sababu asingetumia nguvu sana na kuambia Umoja wa Mataifa na nchi nyingine zote kwamba hawa watu watakao jitawala. Nafikiri nguvu za Mwalimu zilikuwa ni kubwa sana katika utawala na ukombozi wa hizo nchi za kusini mwa Afrika. Nakumbuka Msumbiji ilikuwa ya kwanza, ikafuatiliwa na Zimbabwe, baadaye Namibia na South Africa. Hao viongozi wote walikuwa na bahati mimi kuangalia kukua kwa sababu nilifanya kazi kipindi cha Mwalimu Nyerere. Kwa mfano, ukitathmini sera za Mwalimu ukazilinganisha na viongozi wa leo, vijana wale wa Kiafrika, iwe Tanzania, iwe katika nchi mbalimbali za Kiafrika, nini ambacho unadhani kwamba viongozi wa leo na vijana kwa ujumla Afrika wajifunze kutoka kwa sera za Mwalimu ambazo umezitaja? Mwalimu Nyerere alikuwa mwadilifu sana. Siasa zake za uzalendo, za kujitegemea, za umoja, za kushirikiana, za kujenga uchumi ambao umejengwa katika misingi ya raia, ninakumbuka sana kwa sababu mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa hata kijana katika umoja wa vijana wa TANU Israeli kipindi kile na umoja wa vijana wa CCM. Mimi nilikuwa mwanachama hadi nilipotoka nikaingia kwenye CCM baada ya kuvuka miaka 35. Nimebahatika kuwafanya kazi katika wakati wake, na bahati nzuri wakati nafanya katika wilaya moja hapo nilipoanzia kazi alitutembelea na nimewahi kuwa naye. Ni mikutano yake mikubwa ya hadhara, tulikuwa tupo kama viongozi wa katika wilaya mbalimbali, na Mwalimu aliwapa vijana nguvu. Unajua alivyounda umoja wa vijana wa TANU, umoja wa vijana baadaye wa CCM, ni kuwapa vijana mwelekeo wa siasa zake za kujijamaa na kujitegemea. Hayo yamekuwa ni mahojiano ya mwanahabari Silvanus Karemera wa Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na Dr. Musemakweli, raia wa Rwanda aliyewahi kuishi Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 mnamo Aprili mwaka 1922
katika kijiji cha Butiama, mkoa wa Mara, kaskazini mwa Tanzania. Alikuwa mwalimu kwa taaluma, mwanamapinduzi kwa dhamira na kiongozi wa kwanza wa Tanganyika huru mwaka 1961. Nyerere aliongoza taifa hilo hadi mwaka 1985 alipostaafu kwa hiari na kuaga dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Tahariri ya Shisia Wasilwa inaangazia ufanisi na mapungufu ya Mwalimu Nyerere. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Leo Tanzania inaadhimisha siku ya Nyerere, kumbukumbu ya kiongozi ambaye jina lake halitofutika katika historia ya Afrika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa tu si rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali pia nguzo ya maadili, uzalendo na utu barani Afrika. Kumbukumbu hii si tu sherehe ya kihistoria, bali ni tafakari kuhusu mafanikio na mapungufu ya kiongozi huyu aliacha alama kubwa katika siasa, uchumi na fikra za ukombozi. Kwa upande wa ufanisi, Mwalimu Nyerere alisimama imara katika msingi wa umoja. Ndoto yake ya ujamaa na kujitegemea ilikuwa ni jaribio la kujenga taifa lisilojitenga kwa misingi ya ukabila, dini, bali kwa utu na usawa. Ndio maana leo Tanzania ni moja ya nchi chache barani Afrika ambazo zilibaki thabiti bila vita vya wenyewe kwa wenyewe, licha ya kuwa na makabila zaidi ya 120. Nyerere pia alikuwa mwanafikra wa kimataifa, alichangia pakubwa katika harakati za ukombozi wa Afrika Kusini, Msumbiji, Zimbabwe na nchi nyingine zilizokuwa bado chini ya ukoloni. Katika nyanja elimu, sera yake elimu kwa wote ilijenga msingi imara wa maarifa, ikileta kizazi cha kwanza cha wasomi wa ndani walioweza kuendesha serikali mpya baada ya uhuru. Alithamini zaidi utu na uadilifu kuliko anasa za madaraka, akijiuzulu kwa heshima mwaka 1985, jambo ambalo viongozi wengi wa Kiafrika wameshindwa kulifanya hadi leo. Hata hivyo, mafanikio hayo hayakukosa mapungufu. Sera za kijamaa, ingawa zilibeba roho ya usawa, zilikwamisha ukuaji wa uchumi. Taifa lililokuwa na maliasili tele lilijikuta katika migogoro ya kifedha. Mashamba ya pamoja na mashirika ya umma yaligeuka mizigo kwa wananchi badala ya kuwa chanzo cha ustawi. Aidha, baadhi ya sera zake za kisiasa zilinyima upinzani nafasi ya kushamiri, jambo lililodhoofisha misingi ya demokrasia ya vyama vingi kwa muda mrefu. Hata hivyo, urithi wa Nyerere unabaki kwa somo muhimu. Alifundisha kwamba uhuru bila maadili ni uhuru wa giza na maendeleo bila utu ni ushawishi wa tamaa. Leo tunapomkumbuka Mwalimu, tunapaswa kujiuliza, je, kizazi cha sasa kimeendeleza misingi ya uadilifu, umoja na kujitegemea aliyotuachia? Kama angekuwa hai, huenda Nyerere angesema kwa maneno yake mashuhuri, tusijenge taifa la wenye njaa wanaosubiri misaada, bali watu wanaojituma na kujituma kwa moyo. Urithi wa Mwalimu hauko tu kwenye vitabu vya historia, upo katika dhamira ya kila Mtanzania anayechagua kufanya jambo sahihi hata pale pasipo kushuhudiwa. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Asante sana kwa kujiunga nasi. Tuna neno la siku. Kwenye sehemu ya neno la siku, msikilizaji, tunaangazia neno karadinga. Je, umeshawahi kusikia neno hilo sehemu yoyote au kwenye matumizi yako ya shughuli zako za siku? Haya basi, acha nikupe maana. Karadinga ni jina la mtaani, yani sheng, au Kiswahili ambacho tu ni cha kawaida cha mazungumzo kinachomaanisha gari la polisi. Lile gari linatumika kubeba askari wao au watuhumiwa, hasa wakati wa operesheni au misako. Kwa sasa ni jina ambalo limekubalika rasmi, na mfano katika sentensi, Karandinga imefika na vijana wote wakatawanyika. Itakuwa ni Gen Z? Maana gari la polisi limewasili na vijana wote wakakimbia. Walimkamata na kumpeleka katika kituo cha polisi kwa gari la polisi. Asili ya neno hili linaaminika kutokana na Kiingereza, yani neno car and lorry au car and guard, likichanganywa na lafudhi za Kiswahili na matumishi ya mitaani. Wengine wanasema lilianzia katika mtaa wa Eastlands, Nairobi, miaka kati ya mwaka 1980 na mwaka 1990, wakati vijana walipoanza kutumia majina ya utani kwa magari. Sasa msikilizaji, wewe utalitumia neno hilo wapi?
Haya basi, hilo limekuwa ni neno la siku. Msikilizaji, kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunakupongeza. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunapongeza hatua ya mamlaka za Somalia kuweka lugha ya Kiswahili katika mitaala shuleni. Ama kweli lugha ya Kiswahili ni lugha ya Afrika, na sisi hata tunahakikisha sauti yako inasikika. Tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na vile vile tuko pale kwenye X na TikTok. Kwenye sehemu ya maoni nikiingia hapa kwenye mitandao yetu ya kijamii, na waona pia wasikilizaji wetu. Namuona hapa Patrick Wamita anasema asante sana na tunashukuru kwamba mnatushika mkono hatua kwa hatua. Mark Corries, asante sana, tunashukuru kwa kuwa mmetupatia taarifa ambazo tunazihitaji nje ya matangazo ya kawaida. Jafeth Ba Enzo anasema hongereni kwa kazi nzuri. Evans Wekesa anasema kazi safi sana. Mchana wa Morogoro, Tanzania, amani na upendo na wapata vizuri na tabia nchi wa Morogoro anasema kwamba ametupata vizuri sana, hasa kuhusiana na jinsi ambavyo wanahabari wa idhaa hii wamelivalia njuga taarifa maksusi kuhusiana na Nyerere Day. Wakoli Barasa unasema kwamba unatusikiliza. Shukran sana. Na vile namuona Zefania Musheria anasema asante sana. Namuona Jeff Isaya Burugu, hongera sana kwa kazi nzuri. Sasa Afrika imekamilika. Endelea kutuma maoni yako na tutayasoma papa hapa. Kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunapongeza hatua ya mamlaka za Somalia kuweka lugha ya Kiswahili katika mitaala shuleni. Ama kweli lugha ya Kiswahili ni lugha ya Afrika, na sisi hata tunahakikisha sauti yako inasikika. Tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na vile vile tuko pale kwenye X na TikTok. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri.